Ni tarehe 11 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Karibu kwenye udondozi wa magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Live TV. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia ateta na maaskofu Katoliki. Habari katika ukurasa wa pili. Uchumi kidijiti washika kasi, 78% laini za simu zina akaunti za fedha, vijiji 1400 vyapata mawasiliano. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mhitimu aipaisha familia kiuchumi, habari katika ukurasa wa tatu. Shahidi aeleza alivyobaini jinai maneno ya Lissu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa saba. Balozi eleza fursa za uchumi Tanzania Msumbiji, habari katika ukurasa wa nne. Muhimbili yatenganisha pacha wa aina yake, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. Watu wanne wafa ajali ya basi, 12 wanusurika ziwa Tanganyika, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo. Habari picha inamwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akizungumza na viongozi wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC Ikulu Chamwino Dodoma jana. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni polisi wadaiwa kuiba bunduki zimo zilizowasilishwa na waliokuwa wakizimiliki kinyume cha sheria na walizohifadhi kituoni. Askari wawili mbaroni. Kamanda Misime akiri dosari utunzaji wa silaha za kiraia. Uchunguzi waanza, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Taarifa ya jeshi la polisi katika kituo cha polisi Nzega mkoani Tabora ilibainika kuna mapungufu ya namna ya kutunza silaha za kiraia. Uchunguzi wa mapungufu hayo unaendelea, na endapo ikibainika kuna ukiukwaji wa sheria na kanuni, taratibu stahiki zitachukuliwa. Hii ni nukuu ya David Misime, msemaji wa jeshi la polisi. Shahidi Lissu walivyokutana tena kortini, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Shahidi wa Jamhuri aliyesababisha kusimama kwa miezi 5 kwa kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu ameibua jipya tena mahakamani baada ya kudai kuwa kauli za mshtakiwa huyo zililenga kuchana karatasi za kupiga kura. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Habari picha ikimwonyesha mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu akisalimia watu waliofika kusikiliza kesi yake wakati akiondolewa kwenye chumba cha mahakama kuu kanda ya Dar es Salaam jana. Sababu athari watu kukimbilia kujitibu wenyewe, habari katika ukurasa wa 5. Simulizi aliyerejea nyumbani baada ya kupotea miaka 42, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Ajali za ua 946 ujeruhiwa, habari katika ukurasa wa 4. Jinamizi la ajali za barabarani limeendelea kuangamiza wananchi na kuacha maumivu kwa ndugu, jamaa na marafiki baada ya watu 9 kufariki dunia ndani ya siku moja. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Siri kushamiri kuzaliwa kwa pacha wengi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 16, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele. Ufisadi wazidi kupunguza vyama vya ushirika nchini. Coasco yasema idadi ya vinavyopata hati safi za ukaguzi imeongezeka, ni hatua nzuri katika usimamizi wa fedha. Habari kamili ni katika ukurasa wa 4. Rais Mwinyi kamera za usalama kudhibiti ajali, habari katika ukurasa wa 4. MNH yatenganisha pacha walioungana. Madaktari bingwa wa hospitali ya taifa ya Muhimbili jana Agosti 10 wamefanikiwa kufanya upasuaji wa kwanza wa kutenganisha mapacha walioungana aina ya parasitic conjoined twins, ambapo mmoja wa mapacha. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 5. Ndejembi ahimiza wananchi kuunganishiwa umeme, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. TTCL kinara wa ubora wa huduma nchini, habari katika ukurasa wa pili. Mainstream yenye kuwa tuzo 2, habari katika ukurasa wa 4. Netanyahu ukataa mpango wa Trump kuhusu Gaza, habari katika ukurasa wa 19, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Lissu ang'ang'ania alipofidia kortini, ataka upande wa mashtaka uwajibike kwa kumpotezea muda wa siku 166 gerezani, wenyewe watetea rufani waliokata kigogo. Polisi eleza namna timu yao ilivyochambua video ya hotuba ya Lissu. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa 3. Nukuu ya Tundu Lissu ikisema, nilisema tutakwenda mahakama ya rufani, nitakwenda kuwashinda, halafu tutarudi hapa kuendelea, na tangu tarehe hiyo kesi ilivyosimama nimefikisha siku 166. Wamekwenda mahakama ya rufani,
nimekwenda, nimeshinda. Tumerudi hapa baada ya kupotezewa siku 166. Aliyetoweka akiwa msichana arejea bibi mwenye wajukuu. Habari katika ukurasa wa 3. Pacha walioungana ini na tumbo watenganishwa Muhimbili. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 17. Baada ya simenti matofali yapanda bei kila kona nchini. Habari katika ukurasa wa 5. Maji machafu kinyesi vyazua hofu mgodini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4, ikiwa hii ni ripoti maalum, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Nalo gazeti Jamhuri Jumanne leo lenye habari iliyopewa kipaumbele Alaigwanan Ole Kisongo, Ngorongoro ni mali ya Watanzania wote, si wa Masai pekee. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 12. Wakulima mtegoni, bei za mazao za poromoka mwaka hadi mwaka. Gunia la mahindi lauzwa 1035 kutoka 100,000. Kilo moja kakao yashuka kutoka shilingi 32 hadi 10,000. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Tume ya Jaji Lila ya washa moto. Habari katika ukurasa wa 4. Binti wa Rais Sambi awalilia walimwengu, hangaika huku na kule duniani. Baba yake atolewa kizuizini, asema anaumwa ugonjwa wa moyo, miaka 9 hawajaonana. Habari katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Soko bubu la madini la naswa Dar es Salaam. Habari katika ukurasa wa 22. Usitoe fedha ukiombwa kwa ajili ya dhamana. Habari katika ukurasa wa 22. Tanga tena, Dangote kuvuja kwa pakacha. Habari katika ukurasa wa 7. EA Corp yawekeza bilioni 2.8. Habari katika ukurasa wa 8. Michezo, ligi kuu NBC ionyeshe ukubwa wake. Habari katika ukurasa wa 24, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Jamhuri katika ukurasa wake mbili. Gazeti Uhuru ukweli daima ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Dr. Samia awaeleza maskofu dhamira yake ni alipokutana na viongozi wa Baraza la Maskofu Katoliki Tanzania TEC. Habari katika ukurasa wa 3. Muhimbili yatenganisha pacha walioungana. Habari katika ukurasa wa 3. Wakongwe wataja tija mawaziri ulezi wa mikoa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Mfanyabiashara daiwa kumiliki dhahabu ya shilingi bilioni 1.2. Habari katika ukurasa wa 15. Dr. Mwinyi aandika mikakati mipya utekelezaji wa miradi. Habari katika ukurasa wa 2. Ni mwendo wa kuzaa pacha watano. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Watu 4 wafariki, 46 wajeruhiwa ajalini. Habari katika ukurasa wa 16, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, na gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele ni wameficha White Simba 0 Polisi Kenya 1, pamoja na mchezo kuwa wa kirafiki zaidi, lakini kuna wachezaji wapya wa timu zote mbili walionyesha ubora wa tofauti na wenzao. Mshambuliaji wa Simba Kaletso Makalwa aionyesha undani wa taarifa hii katika ukurasa. Simba Yanga za timkia Zanzibar, Yanga 1 Les Igo du Congo 2 kwa upande wa Yanga pamoja na wengine kuonesha ubora, lakini Eric Mwijage alionekana kuvutia mashabiki kutokana na uwezo wake wa kupiga pasi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Bosi mmoja ataja ubora udhaifu wa vikosi. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Ngao ya jamii Yanga imebeba mara 9 ikiwamo 2 mfululizo 2024 na 2025. Ngao ya jamii Simba imechukua ubingwa mara 10 tangu mwaka 2001. Vita ya namba 6 mabilioni yatajwa, wahusika hawajui. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Ligi kuu bara Feitoto amezichezea Yanga na Simba. Beka aitegea Yanga dakika 15. Habari katika ukurasa wa 2. Ni Simba dhidi ya Yanga saa 2 na dakika 30 usiku New Amani Complex. Namba za Bruno Arsenal zinaongea. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 20 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Mwanaspoti likiandika kirafiki kesho Jumatano ni Manchester United dhidi ya Leeds saa 3 usiku Croke Park, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Gazeti ya Habari Leo katika ukurasa wake wa nyuma limeandika Yanga Simba za tua Zanzibar. Timu za Yanga na Simba zimesafiri kuelekea Zanzibar kwa ajili ya mchezo wa ngao ya jamii utakaopigwa katika uwanja wa New Amani Complex kesho. Simba waliocheza mchezo wao wa Simba dhidi ya Polisi Kenya na kufungwa kwa bao 1-0 Jumamosi walikuwa wa kwanza kuelekea Zanzibar alfajiri. Baadaye mchana watani wao Yanga nao waliondoka Dar es Salaam kwa ajili ya mchezo huo hapo kesho. TFF yaja na mfumo mpya ununuzi wa tiketi. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Uwanja wa Mkapa kukabidhiwa Oktoba. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani.
Ateta matumaini kibao kwa Guimares. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 22. Milioni 120 zatengwa CRDB Marathon. Habari katika ukurasa wa 22, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye limeandika makocha wachambua vikosi Simba Yanga, wasema vimeonyesha tofauti, watoa angalizo. Habari katika ukurasa wa 23. Fei Toto toa tuzo MVP Zanzibar. Habari katika ukurasa wa 20, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii katika ukurasa wake wa nyuma. Habari za michezo yenye limeandika tamu chungu dabi ya Kariakoo. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 19. Dumbia mwenye umri wa miaka 19 amesajiliwa na klabu ya Simba kutoka timu ya AS Korofina ya nchini Mali. Shalulile amewahi kuwa miongoni mwa wafungaji bora katika mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mgosi afunguka Simba Queens. Habari katika ukurasa wa 19. Kiini dabi ya Kariakoo kupigwa Zanzibar. Habari katika kurasa za ndani. Msigwa zipa somo Yanga Simba. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Messi amwaga baba yake. Habari katika ukurasa wa 18. Zanzibar All Stars kutimkia Kenya. Habari katika ukurasa wa 17, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Bila kupoteza wakati, tunaanza kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Asante kwa kutuchagua. Hivi ndivyo tunakamilisha udondozi wa magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Live TV. Ungana nasi kila siku kwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili upate taarifa mpya kila wakati.